Kesi 99 ambazo tumezipata kwa mwezi huu sio kesi kidogo, ni kesi kubwa, na ni lazima tukae tuendelee kutoa elimu kwa jamii iweze kufahamu na kutambua masuala mazima ya ukatili na vipi tutaweza kujikinga na ukatili. Tunasema hivyo kwa sababu hili ni jukumu letu sote, sio jukumu la Wizara tu ya Maendeleo ya Jamii kwa sababu ndio inasimamia wanawake na watoto na wanaume, lakini hili ni jukumu letu sote. Kila mtu anatakiwa asimamie suala zima la kupinga vitendo vya ukatili na aanze kusimamia mwenyewe kabla ya mtu mwingine. Lakini katika masuala aliyoulizwa, unachokiangalia kikubwa, waandishi mnataka kufahamu wizara kama wizara inafanya kazi gani au imejipangaje. Mimi niseme tu kwa wizara yetu tumeendelea kuanzisha kamati mbalimbali kupitia shehia. Katika shehia 388 za Unguja na Pemba, kila shehia tumekuwa tuna waratibu wetu wa shehia ambao wanasimamia masuala mazima ya kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia. Lakini kupitia maskuli yetu na mashule yetu yote, kupitia vyuo vikuu vyetu vya Zanzibar, basi kila chuo kikuu tuna dawati la jinsia. Tumeanzisha madawati ya jinsia baada ya kutambua kuwa ndani ya vyuo vikuu masuala ya ukatili yanatokezea, na mara nyingi yanawakuta wale wasichana ambao wana miaka 25, 26 ambao wako vyuo vikuu. Kwa hivyo tukasema ipo haja ya kuanzisha madawati ya jinsia katika vyuo vikuu na college mbalimbali ili tuweze kutambua ukatili unaofanyika kule. Lakini ukatili huo unaweza kuona akawa kashiriki lecturer, wakati mwingine wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo tumeanzisha hayo kwa lengo la kuweza kuondosha huo ukatili katika vyuo. Lakini katika mashule yetu tumeanzisha mabaraza ya watoto, tukitambua kwa katika mashule kuna watoto wetu wanaenda na kurudi, na wakati mwingine wanakuwa hawajui kuripoti, hawatambui masuala ya ukatili. Kwa hivyo tumeanzisha yale, na tumekuwa tuna kazi kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu kwenda kutoa elimu kwa mabaraza yetu ya watoto katika yale mashule yetu. Lakini ukirudi tena katika shehia, tumeanzisha mabaraza ya watoto wa shehia. Yako mabaraza ya watoto wa shehia ya wilaya na ya mkoa. Wote hawa wanafanya kazi hiyo hiyo ya kutoa elimu. Watoto wanatoa, tumewapa elimu hao watoto wa mabaraza ya shehia, na wao wanatoa elimu kwa watoto wenzi wao katika shehia zao. Hiyo ni jitihada moja ya wizara. Lakini wizara tumeona viongozi wetu wa dini ni viongozi ambao wanatambulika na wanakubalika katika jamii ukilinganisha na mtu mwingine yote. Kwa hivyo tumeanzisha kamati za viongozi wa dini kwa kila wilaya, na tumekuwa tunakutana nao kila baada ya miezi mitatu, wanatuletea mrejesho wao. Moja kazi yao ni kutoa elimu katika hutuba ambazo wanazifanya hususan siku za Ijumaa, lakini mbali ya hapo kutoka kwenda kwenye madrasa, kwa sababu wao mara nyingi wanatoa elimu kwenye madrasa. Kwa hivyo hiyo ni jitihada nyingine ambayo tunaifanya. Lakini ndugu yangu Sheikh Harani alizungumza kitu kimoja kikubwa, kuwajea sisi tunashirikiana vipi na mashule ambayo tayari nishaitolea ufafanuzi. Lakini akarudi akasema vipi viongozi wa dini, tayari nishaitolea ufafanuzi. Akarudi akazungumzia suala la mahakama pamoja na DPP. Mimi nikwambieni, wizara kama wizara tuna kamati ya mashauriano, tunasema case management. Hii case management forum hiyo ipo kwa kila baada ya miezi mitatu. Tunakutana na jeshi la polisi, tunakutana ambao ni wale viongozi ambao wanatoka kwenye madawati, lakini tunakutana na mahakama, wale wafanyakazi wa mahakama ambao wanashughulika na kesi hizi, ambao wakiwemo mahakimu na majaji. Lakini pia tunakutana na vituo vya one stop center, tunasema vituo vya mkono kwa mkono, na watu wengine wote ambao wanadili na masuala ya ukatili. Forum hii ipo kwa ajili ya kujadili changamoto na kesi ambazo zinaripotiwa, tunazifanyaje na zinaendaje, na changamoto yake ni kitu gani. Na ndio maana ukaona sisi kama wizara tunaweza kwenda mahakamani kutaka kujua kesi inaendaje, lakini tunaweza kuenda kwa ofisi ya mwendeshaji mashtaka kuweza kuangalia kesi zinaendaje. Hii yote ni jumla ya mashirikiano. Kesi hizi si za wizara tu, ni kesi za pamoja, taasisi zote tushirikiane. Katika suala liloulizwa, suala zima la kesi ambazo zimetokezea huko Nungwi, tunasema
vile tunasema kuwa wale walioomba ajira. Serikali yetu imeweka wizara mbalimbali, kama wizara ya ajira, uwekezaji na vitu vingine. Wizara hii inashughulikia suala zima la sheria ya ajira, namba 11/2005. Katika sheria hii unapoiangalia sheria ya ajira imepinga masuala ya ukatili. Imepinga suala la ukatili ambapo tayari mtu ameshaajiriwa, lakini imepinga suala la ukatili kabla hujaajiriwa. Sasa kesi kama hii inapotoka, anapoipata mtu wakati yeye anataka kuajiriwa, labda ameenda kufanya interview amepatwa na ukatili, jambo la mwanzo anatakiwa ripoti polisi, lakini wakati huo aende wizara ya kazi. Wakati huo akutane na sisi kama wizara. Na sisi raha yetu, kila wilaya tumeweka afisa wetu wilaya ambaye anasimamia masuala yetu ya jinsia wa serikali. Kwa hivyo unapopatwa na tukio lolote unatakiwa uende pale, lakini kushirikiana na wizara ya ajira tumekuwa tunashirikiana nao mkubwa, kwa sababu suala la child labor, ile ajira za watoto, tumekuwa tunashirikiana nao na tumekuwa tulifanya kampeni ya pamoja ya masuala ya ajira za watoto na tunaendelea nalo. Kwa hivyo suala kama hili lililotokezea, tujiulize. Nilipenda mwenzangu alitoa ufafanuzi mzuri kutoka ofisi ya mwendeshaji mashtaka wa bila ya kupokea lalamiko kufuatilia kesi na kuwa shida. Ni lazima mtu atoe lalamiko, halafu sisi tufanye follow up hilo jambo. Lakini suala jingine ambalo nilikuwa nataka nizungumze, suala la wafanyakazi wa majumbani. Na tunapozungumza wafanyakazi wa majumbani, hatuzungumzi wa Unguja wa ambao tunachukua katika majumba yetu, lakini tunasema wale ambao wanatoka hapa wanaenda abroad, wale wanaoenda nje ya nchi. Pia imekuwa ni changamoto kubwa na imekuwa ni kesi nyingi ambazo tunazipokea. Wengine wanapofika kule wanapatwa na ukatili, hawajua wapi ripoti. Tumekuwa tuna mashirikiano makubwa na idara ya ajira ambayo wao wanasimamia wale, na maagenti wote ambao wako wanasafirisha watu kutoka hapa kwenda kule, tumekuwa tunawazungumza nao na mara nyingi tumekuwa tunashirikiana. Na ndio maana ukaona kesi zile za nje kuhusiana na ile mtu mara kachuma moto, mara kaangushwa kwenye orofa, mara kanini, zimepungua kwa sababu tumekuwa tunafuatilia wale maagenti ambao wako hapa, tumekuwa tunawafuatilia kwa kushirikiana na idara ya ajira, na ndio maana ukaona kesi zimepungua. Lakini kwa upande wa wafanyakazi wa majumbani ambao wako Unguja, tumeona ni changamoto mpaka kwenye mishahara ambayo wanapewa, lakini ni changamoto katika kazi ambazo wanafanya. Imekuwa hakuna kipimo cha kufanya kazi. Mfanyakazi huyu atafanya kazi Jumamosi, Jumapili, usiku, mchana, asubuhi, imekuwa hana mapumziko. Na wakati mwingine anapatwa na masuala ya kupigwa, na wakati mwingine hata yule mtoto wa mama ambaye ndo aliyemwajiri, mtoto anasubutu kumpiga yule mfanyakazi. Tumekuwa tunapokea kesi nyingi ambazo tunaendelea kwenda nazo na kuweza kuzitafutia, lakini wao wenyewe wingi wao na waona hawana mikataba. Ni changamoto nyingine. Anachukuliwa analetwa huku, anaingia kwenye ajira ya nyumbani, lakini hana mkataba hata mmoja. Ukimuuliza unalipa bei gani, wakati mwingine anakopwa. Nitakulipa mwezi ujao, nitakulipa mwezi ujao. Ikifika time anataka kuondoka, yule mama anatafuta sababu ya kuweza kumuondosha na kusema kuwa labda akamsingizia kitu chochote ili ashindwe kupata huduma zake na haki zake za msingi. Kwa hivyo bado imekuwa tunashughulika na vitu hivi. Na ndio maana nikasema ni lazima tu tuna ushirikiano kati yetu sisi na nyinyi waandishi wa habari ili tuweze kutokomeza suala hili kwa pamoja. Ningependa kutoa rai. Ijapokuwa wizara tunaendelea kutoa elimu kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini tunatumia waratibu wetu kuenda kwenye shehia kutoa elimu, na nashukuru sana mwenzangu wa jeshi la polisi ameagree hilo, kwa sababu tunapoenda kwenye eneo lile tunawachukua na wao, tunachukua na mahakama, tunachukua na DPP ili waweze masuala ya DPP watoe wenyewe maelezo, masuala ya mahakama watoe wao wenyewe, lakini akija masuala yetu ya ukatili tuweze kutoa ufafanuzi wenyewe. Kwa upande wa jeshi la polisi, mambo ya kesi ambazo zimeripotiwa polisi, wao wanakuwa wanajibu. Tunashukuru na wao kila shehia wamekuwa na waratibu wao wa jeshi la polisi, kwa hivyo imekuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini niseme sana, kutunza haki za watoto ni muhimu sana. Unapoangalia hii takwimu ya mwezi huu wa 10, unawakuta watoto wengi ndio waliopatwa na ukatili. Lakini watoto hao wakiangaliwa na baba zao na mama zao, lakini wamepatwa na ukatili. Nini cha kufanya? Cha kufanya, wazee ni lazima tuwe makini kuwasimamia watoto wetu. Wanaenda wapi, wanarudi wapi, wanarudi saa ngapi, wanapumzika vipi, ndani wakanapokuwemo wako vipi. Ni lazima tuangalie nyenendo zao
ili tuweze kufanikiwa. Lakini kwa mfano, nitoe mfano mkubwa na naomba hili mlichukue waandishi wa habari. Sasa hivi tunakoelekea ni kufungwa kwa shule. Mara nyingi zinapofungwa shule zinafungwa na madrasa. Mtoto anakuwa na muda mkubwa sasa kukaa nyumbani, kucheza, wengine wanaenda kwenye keram, wengine wanaenda mabichi, wengine wanaenda kwenye game mbalimbali. Kule nako ukatili unafanyika. Kwa mfano tulipokea kesi sio zamani sana, kesi ambayo mtoto anaenda kwenye keram, yale masuala ya makeram ambayo yanachezeshwa. Anachezesha keram ndiye anayefanya ule ukatili wale watoto. Kwa hivyo ni lazima tuwe makini na watoto wetu katika kipindi hichi kigumu cha kufunga shule na kufunga maskuli pamoja na kufunga madrasa. Hapa mtoto anakuwa na muda mkubwa wa kucheza, na kwa maana hiyo nguvu zetu ni lazima tuzielekeze huko. Lakini mwaka jana tulipata, wakati wa Disemba, tulipokea kesi nyingi za watoto ambao wameenda kupelekwa, maana tunasema wanaenda kushinda. Wanaenda kukaa wiki moja kwa shangazi, wiki moja kwa mjomba, wiki moja kwa ami. Akifika kule watoto wa ami usiku wamekuwa na mgeukia mtoto ndugu yao. Sasa ni lazima jamii iwe makini, itambue anapomchukua mwanawe kwenda kumpeleka pahali kushinda ama kwenda kumpeleka katika kutembea sikukuu kipindi hiki cha kufunga shule, awe makini sana, ajue anampeleka nyumba gani na mwanawe kwa kiasi gani, ana uhakika wa ulinzi wa mtoto huyo. Haipendezi mtoto ndo kampeleke kwa ami, arudi huku tayari mtoto kashaharibiwa. Wakati wewe unatambua kuwa alienda kwa ami ama alienda kwa mjomba ama kwa shangazi ama kwa mama mdogo. Kwa hivyo ni lazima katika kupangisha kwetu watoto wetu, hatukatai watoto wetu wakatembee. Lakini kama itakuwa inawezekana na utakuwa mwenyewe una usafiri wako, basi mpeleke asubuhi jioni ukachukue. Usiamini kulala moja kwa moja, kwa sababu anayelala naye si. Yametofautiana na malezi yametofautiana kati ya malezi yetu na malezi ya watu wengine. Lakini jingine la mwisho, katika kipindi hichi tumepokea kesi za kujinyonga watoto. Tumepokea kesi za kutupwa watoto. Ninafikiria wazazi tuwe makini sana. Watoto hawa tunaowatupa, watoto hawa tunaofanyia ukatili mpaka ikafikia hatua pengine anajinyonga ama anajizuru, tutambue hawa tungewalea vizuri, wangeweza kuwa marais wa baadaye, wangeweza kuwa wakurugenzi wa baadaye, wangeweza kuwa mawaziri wa baadaye. Sasa ninafikiria tuwe makini sana katika kukaa na watoto wetu na kuzungumza nao. Wazanzibari hatuna tabia kukaa na watoto wetu kuzungumza nao, kuwafahamisha lipi jema lipi baya. Tunasubiri mpaka linatokezea tatizo ndipo unajuta. Ninaomba sana tukae na watoto wetu, tuzungumze nao, tuwaoneshe uhalisia wa mambo, tuwaoneshe hali halisi ya nchi ilivyo, ili mtoto mwenyewe aweze kujiprotect, aweze kujilinda, na wewe ukiwa mlinzi wa mwanzo. Tunasema mlinzi wa mwanzo ni mama na baba. Kwa hivyo mlinzi wa pili atakuwa ni yeye mwenyewe. Lakini wewe unapokuwa unaendelea kumpa elimu, na akienda shule kuna counseling teacher, yule teacher wa ushauri na saha, naye anatoa elimu yake. Ukaenda huko Wizara ya Maendeleo ya Jamii inafanya vikao kuwapa elimu, lakini na wewe mzazi uwe wa mwanzo katika kumpa hiyo elimu, ili aweze kuelewa haki zake, aweze kuelewa wajibu wake, lakini ajue anajilinda vipi. Ni muhimu sana.